Maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Trump yamefanyika katika miji mikuu kote Marekani, kuashiria marudio ya tatu ya mikutano ya No Kings ambayo hapo awali iliwavutia mamilioni ya watu nchini humo. Waratibu wanasema wanapinga sera zilizowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni pamoja na vita nchini Iran, utekelezaji wa sheria za uhamiaji na kupanda kwa gharama ya maisha. Trump wanataka kututawala kama mtawala dhalimu, lakini hii ni Marekani na mamlaka ni ya watu, si kutaka kuwa wafalme au marafiki zao mabilionea, waratibu walisema. Msemaji wa White House alisema maandamano hayo hayana umuhimu na ni waandishi wa habari tu wanaoyajali. Siku nzima ya Jumamosi, maandamano yalifanyika karibu kila jiji kubwa la Marekani, ikiwa ni pamoja na New York, Washington DC, Los Angeles, Boston, Nashville na Houston. Umati wa watu pia ulikusanyika katika miji midogo kote nchini. Wakati huo, waandishi wa habari watatu wa Lebanoni waliuawa katika shambulio la Israel kusini mwa Lebanoni siku ya Jumamosi, waajiri wao wamesema. Ali Shuaib, mwandishi wa habari wa Al Manar TV inayohusishwa na Hezbollah, aliuawa katika mji wa Jezine pamoja na mwandishi wa habari Fatima Futuni na kaka yake mpiga picha Mohamed Futuni, wote kutoka kituo cha Al Mayadin, kulingana na vituo hivyo. Inaripotiwa kwamba shambulio hilo liligonga gari la waandishi wa habari. Vikosi vya Israel, IDF, vilithibitisha kuwa vimemuua Shuaib, mkimtaja kama gaidi kutoka kikosi cha Radwan cha Hezbollah kinachoungwa na Iran, ambaye alifanya kazi miaka mingi chini ya kivuli cha mwandishi wa habari. Ilisema alikuwa amefanya kazi kufichua maeneo ya wanajeshi wa IDF waliokuwa wakifanya kazi kusini mwa Lebanoni na kando ya mpaka, ikiwa ni pamoja na wakati wa mapigano ya sasa, na alikuwa akitumia nafasi yake kusambaza nyenzo za propaganda ya Hezbollah. IDF haikutoa ushahidi wowote wa kuunga mkono madai yake kwamba Shuaib alikuwa na jukumu la kijeshi. Haikutoa maoni yoyote kuhusu vifo vya Fatima au Mohamed Futuni. Hezbollah ililaani shambulio hilo, ikisema ni la kulenga waandishi wa habari. Mataifa ya Ghuba yaliripoti mfululizo wa mashambulizi, huku vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiingia wiki yake ya 5, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu mikubwa ya viwanda. Falme za Kiarabu UAE zilisema watu kadhaa wamejeruhiwa katika shambulio la Iran kwenye kiwanda muhimu cha aluminium huko Abu Dhabi, huku uharibifu mkubwa ukiripotiwa na mwendeshaji Emirates Global Aluminium. Wakati huo huo, Aluminium Bahrain inayodhibitiwa na serikali ilisema wafanyakazi wawili walijeruhiwa na shambulio la Iran kwenye moja ya vituo vikubwa zaidi vya kuyeyusha aluminium duniani. Hatua hii inakuja baada ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wa Yemen kuingia kwenye mzozo huo Jumamosi na kuzua hofu ya kuvurugika zaidi kiuchumi iwapo watalenga meli katika bahari ya Shamu. Kundi hilo lilisema limezindua mkusanyiko wa makombora dhidi ya Israel yanayolenga maeneo nyeti ya kijeshi na kuwapo kuendelea na mashambulizi hayo. Israel ilisema imerusha makombora mawili kutoka Yemen. Bei ya mafuta na gesi tayari imepanda, huku Iran ikifunga mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani kati ya Ghuba ya Wajemi na Ghuba ya Oman. Ikiwa Wahuthi wataamua kushambulia meli za kijeshi kama walivyofanya kuunga mkono Hamas baada ya vita kuzua Gaza, fuatia mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas dhidi ya Israel mnamo tarehe 7 Oktoba 2023, ingekuwa hatari kuongeza bei za nishati. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagir Ghalibaf amechapisha ujumbe akisema vikosi vya Iran vinawasubiri wanajeshi wa Marekani waingie ardhini ili waweze kuwanyeshea mvua ya moto. Ghalibaf ni mwanasiasa mhafidhika Iran mwenye historia ya kijeshi na amekuwa spika wa bunge la Iran tangu Mei 2020. Amezaliwa mwaka 1961, alijiunga na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Islam IRGC mwaka 1980 na kuwa mmoja wa makamanda wake wakati wa vita vya Iran-Iraq. Ghalibaf amegombea urais mara 4 bila mafanikio, akiwa wa 4 mwaka 2005, wa pili mwaka 2013, akijiondoa kabla ya uchaguzi wa 2017 na akiwa wa 3 katika uchaguzi wa mapema wa 2024. Yeye ni rubani mtaalam na aliwahi kuwa kamanda wa jeshi la anga la IRGC
mwaka 1997 hadi 2000 na kama mkuu wa polisi wa Iran kutoka 2000 hadi 2005. Ghalibaf ameshutumiwa kwa kutumia nafasi yake kuficha kandashi za ufisadi wakati wa enzi yake kama meya wa Tehran. Baadhi ya ripoti ambazo hazijathibitishwa zilionyesha kuwa utawala wa Trump ulimwona Ghalibaf kama mtabili wa kuwa ushirika na pengine hata kiongozi. CTM 24 update.